Jadi Young Africans baada ya kuipa kipigo Fountain Gate FC bao 3-0, mchezo ambao umepigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mabao ya wekundu wa Msimbazi Simba yakiwekwa kambani na Rushen Derok kwa kichwa kipindi cha kwanza, Jean Chazia huwa pamoja na Jonathan Soa, na kuifanya Simba kuanza vyema kabisa kampeni yao kwa msimu huu wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara, kama ambavyo watani zao wa jadi Yanga hapo jana walipata ushindi wa aina hiyo dhidi ya Pamba Jiji FC. Simba wanauanza mwendo vizuri chini ya kocha Selemani Matola. Tunafahamu kabisa David Fadlu amekwisha ondoka na hivi sasa timu iko chini ya kocha Hemed Morocco pamoja na Matola, lakini mapema kabisa Simba walitujuza kwamba kwa mchezo wa ligi kuu Matola ndiye ambaye atakuwepo kwenye bench. Tumeiona Simba ya Matola. Kipi ambacho kimekuwa cha tofauti kabisa hii leo, pengine kwa kumtazama, kwa sababu pia Matola amekuwa akipigiwa chapuo na wadau pia wa michezo wa soka, wakiamini kwamba pengine ni wakati wake sasa hivi sasa kupewa jukumu mama la kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba. Sijaona kwa ujumla wake kuna utofauti mkubwa mno. Zaidi nitegemea kwa flow ya Simba, aina usajili ambao wamefanya, basi nitegemea zaidi ya goli 3 kwa heshima pia Fountain Gate ambao chini ya kocha Dennis Kitambi wameonyesha kwamba ni timu ambao imekuja Dar es Salaam kwa ajili ya kupata ushindi pia, kwa heshima pia ambayo walikuwa nayo kwa Simba. Kwa nini nasema Simba sijaona tofauti? Kuelekea katika mchezo huu Fountain Gate waliandika barua ya kuomba mechi yao isogezwe mbele, sababu kuna baadhi ya wachezaji hawajaweza kupata vibali vya kuweza kucheza katika mechi hii. Lakini ukiangalia Simba tayari walikushaanza maandalizi ya msimu mapema, na walikushaanza mechi za kimashindano mapema, kwa maana mechi ya mtoano mfano wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kielezo tosha kwamba wamekushaanza mechi za ushindani mapema zenye level ya juu sana. Fountain Gate ni mechi ya pili. Mechi ya kwanza dhidi ya Mbeya City wanapoteza. Kingine nikiwazungumzia Simba kama Simba, mabadiliko ya kikosi, memwona Mzamiru amerejea baada ya muda mrefu sana, anaanza kwenye kikosi cha kwanza, lakini ni Jonathan Soa ambaye ngizo jipya kwa safu ya ushambuliaji. Mechi yake ya kwanza ya ligi akiwa na timu mpya klabu ya Simba. Kule nyuma kuna mabadiliko sana, ingawa maswali ni kwamba kwa nini Nabi Kamara anaanza kama eneo la fullback wa kushoto, ilhali ana usahihi wa matukio mengi akiwa katika eneo la kama kiungo wa kushambulia. Kwa nini asianze Mligo? Hayo yote anamwachia mwalimu Matola kwa namna ambavyo anayandaa timu yake. Nilitegemea wangekuwa na uharaka na usahihi wa mambo mengi Simba, ukiacha magoli ambayo wamefunga. Lakini kuna wakati Fountain Gate walikuwa wanauliza maswali magumu sana Simba. Sana. Walikuwa wanauliza maswali magumu sana Simba. Na hii katupa picha kwamba bado Simba wanajitafuta kuanza vyema msimu wa 2025 2026. Kwa namna gani watakuwa na utayari wa kuona timu ya ushindani kisawa sawa, pamoja na ushindi wa goli 3-0, lakini kwa namna gani watakuwa na utayari wa ushindani kisawa sawa? Maana yake kwenye baa ambao wametengeneza Yanga, siwaoni wakifikia hata nusu. Kwenye baa ambao wametengeneza Yanga, siwaoni wakikaribia Yanga katika namna ya kusema kwamba wao pia ni candidate. Unamaanisha kwamba pia daraja ambalo walilopo Young Africans ambalo wameliseti baada ya misimu 4, yani misimu 3 iliyopita. Huu ni watano. Misimu 4 wakiwa wamechukua ubingwa mara 4 mfululizo. Huu ni wa tano. Pamoja na malalamiko kwa kucha wao, lakini bado unaona baa ni kubwa mno. Bado kwangu Simba yuko kwenye transition kwenye namna ya kujenga timu yao ikawa ya ushindani. Na kwa kupitia mchezo huu hawajakupa ushawishi kwamba wako tayari kuifikia hiyo baa ambayo walipo Young Africans. Kwenye mchezo huu wame maintain standard yao ya kwamba ni timu kubwa, wanaweza kupata ushindi katika namna yoyote ambayo inakubalika duniani kote. Lakini kuna wakati unalinganisha, unajua ushawishi tulikuwa tunazungumza jana, ushawishi ni mapokeo ya vitu vingi. Lakini ukiangalia wana kikosi kipana, kikosi kikubwa, wamefanya mabadiliko ya baadhi ya wachezaji katika kikosi cha leo, tofautisha na kile cha Gaborone
lakini bado unamwangalia Elimpanzu alikoishia msimu uliopita ndio huyu msimu huyu na msimu huu unasemaje? Umemwona mtu la majibu. Kwangu mimi ni mchezaji ameonyesha ukawaida, mchezaji wa kawaida, sio daraja la kubwa. Ni mapema pia kumhukumu kwa kuangalia msimu ndio kwanza umeanza, lakini ametoka Kibu ameingia Maurice Abraham. Yes, kwangu imenishawishi kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao huenda wana njaa ya kuonyesha kitu. Yes, ya kuonyesha kwamba nahitaji nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Alipotoka Kibu ameingia Morris, mpira ulibadilika kabisa. Kasi kaongezeka. Ukimwacha yeye pia bado ana machaguo mengi. Wakina Neo Maema ameingia, na yeye ameanza kwa slow start, ameanza slow sana na Neo Maema kasi ya ligi na staili yake ya uchezaji kuna wakati humuoni kwamba anaweza kawa na mwendelezo mzuri au kana maisha marefu sana kama asipobadilika. Huenda mapema kabisa akarusha taulo kwamba ligi yetu ikaonekana inamuacha kwa kuangalia uhitaji. Lakini Mutale ni miongoni mwa wachezaji ambao ungelipenda kumuona kwa kile ambacho alituonyesha wakati msimu unaelekea ukingoni. Kwa maelezo hayo ni kwamba Simba bado wako kwenye transition ya kutengeneza timu yao, na inachagizwa pia na kocha ambaye tuliamini ni mradi wa muda mrefu. Inawezekana au unasemaje, ni mradi wa kutengeneza mazingira ya timu ikashindana. Hata kama yeye akiondoka, amekaa msimu mmoja Fadru ameondoka na hivi sasa Suleiman ndiye ambaye ameongoza timu leo. Hatujui Simba na ile management yao wanafikiria kocha aina gani aje kuichukua timu kwa ajili ya kushindana. Msimu bado umeanza, lakini kwangu Simba kwa transition bado kujenga timu. Lakini wale ambao wanatetea ubingwa pamoja na kelele nyingi na namna nyingi na wao wamefanya mabadiliko ya benchi la ufundi. Amekuja Romain Folz, naona baa yao bado ipo juu. Okay, na kwa namna ambavyo Master unajua kuna maingizo mapya kwenye kikosi cha Simba na hii ndio mechi ambayo tunaanza kunasema kuangalia tusema kipimo cha uwezo wao kuibeba Simba katika nyakati ambazo tunaweza kusema kwamba wako kwenye mapinduzi, wanahitaji kufanya mapinduzi makubwa ili kurejesha ile standard yao ya misimu mingi iliyopita tangu wapoteane katika eneo la ubingwa, sio? Rushen De Leuk unaweza kusema kwamba ndio mchezaji ambaye ameonekana kuwa ni bora tangu amejiunga na klabu ya soka ya Simba, akiwa na performance ile tangu aanze kupewa nafasi kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Unaona kabisa amecement nafasi yake kwenye kikosi cha Simba. Wakati amecheza vizuri tangiaje Simba, anacheza vizuri game ward game katika kiwango bora kabisa. Leo hii anafunga goli la kwanza ambalo linaishua Simba kama mechi inakwenda kushinda hii, kwa sababu iliwapo uaminifu sasa baada ya papara nyingi wakiona kwamba kwa nini goli aliingii. Anafunga free header kona iliyopigwa na kiungo wao Jean Charles Ahoua, anafunga goli. Na ukiangalia ile goli wachezaji wa Fountain Gate sio walizubaji, kwa sababu walipiga free header huru katika mpira wa kona. Unamruhusu beki ama mshambuliaji anapiga huru akiwa huru, kweli ni uzembe wale ya juu, kwa sababu kona unabidi kuna ile marking man to man. Mimi na kaka Kampista nani Edgar atakana Edwin, kila mmoja ana wake wakiruka unaruka naye wote, labda tu wakuzidi kimo au mkuzidi nini, lakini wewe upo naye. Lakini yule De Rock ameruka akiwa free, kana kupiga akachagua wapi apeleke, afunga goli la kwanza. Goli la pili ukiangalia pia uzembe wa mabeki wa hawa Fountain Gate, ule mpira tayari ushaondoka katika himaya ya Simba, wao wanahama wanaihamisha timu. Kwa isivyo bahati mpira kumbabatiza mchezaji wa Simba ukaona mrejeo, ukamkuta mchezaji wa Singida akashinda wa Fountain Gate akashinda ku clear nini, akaupora ule mpira na Kagoma akalazimisha kuingia ndani 18 ikakubali. Yule Rasta ambaye alikuwa nini hakuenda kumaliza mpaka mwisho, akamwacha Kagoma akapiga ile V-pass ambayo inamkuta Jean Charles Ahoua, anaweka kambani goli la pili. Angalia goli la tatu, Kibisa wale anachukua ngoma, anakimbia mpaka anamaliza uwanja katika mstari, anapiga cross ndani. Mfungaji wa goli Jonathan Soa, ule mpira anataka kucontrol mpira, ukakataa kukaa katika hima yake, ikawa kama umemgonga, lakini bado ukawa katika eneo lake. Ule mpira ukapanda juu
kauangalia unashuka akashuti, mabeki hawapo. Unaelewa? Yaani ule mpira angalia delay kutoka mpira baada ya kumgonga uliopanda juu. Yes. Yeye kajiandaa kabisa, kapata muda na nafasi. Katanua mguu wa kushoto kafunga. Mabeki bado wana nini. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba mabeki wa Fountain Gate ilikuwaje mpaka imekuwa hivyo. Lakini ndo hapo tunaweka utofauti kati ya timu ya daraja ya ubingwa na timu ambayo inapambana kuwa katika ligi kuu tu. Hilo la kwanza. Lakini lingine bado Simba bado hawajafunguka ile kusema kwamba yes, hii domination, kwa sababu timu kama ya Singida kwa leo, Fountain Gate kwa leo, the way walivyo, kwanza walikuwa wachezaji wawili tu sub, walikuwa wachezaji 13 jumla. 11 walioanza benchi wakawa wachezaji wawili, golikipa na mchezaji mmoja wa ndani. Hilo la kwanza. Kwa hiyo kivyovyote pale uchezaji utakuwa na tahadhari kubwa. Hilo la kwanza. Lakini lingine, hata wao wenyewe waliomba barua mchezo usogezwe kwa sababu hawana wachezaji wa kutosha kukabiliana na timu wa ligi kuu, na hawakuomba game hii tu, waliomba game zake zilizidi kusudi wana sort out ili tatizo ambalo linawakuta la kutokuwa na wachezaji wa kutosha. Yes. Simba niona leo anafungua makucha yake. Ilikuwa nafasi ya kutuma ujumbe. Sawa, kinasoa kutuma ujumbe. Unapambana na mtu, of course huwezi kumdharau moja kwa moja, lakini kwa timu ile wachezaji hawa tunakwenda ku make statement. Lakini sivyo bahati, mchezo mpira, ushindani uliwepo pamoja na mapungufu ya Fountain Gate, lakini waleta ushindani leo, chenga tawala. Kufunga kile chenga tawala. Kuna baadhi ya matukio yanaonyesha kabisa hawa jamaa wapo vizuri. Lakini mwisho wa siku Simba akapata alama 3 na point 3. Mchezo wa kwanza wameanza vizuri. Sasa wanafunika kitabu hiki, wanafunua kitabu cha Champions League katika mchezo wa marejeano dhidi ya Gaborone United Jumapili. Kwa sababu mchezo wa kwanza watu wengi tuliona Simba hakuwa katika ubora wake kule ugenini. Maybe mazingira magumu ya uwanja, kiwanja kidogo, mambo mengi. Hapa katika uwanja wa Mkapa ambao Simba wanajua vipimo na kila kitu chake, tunaweza kuangalia mabadiliko yatakuwaje. Lakini game ile ya Gaborone wasichukulie poa, haijaisha bado. Sahihi. Bado haijaisha kwa sababu nao kule walikuwa wanauliza maswali magumu. Kwa hiyo Simba inabidi ukurasa huu wa ligi kuu wafunge kwa muda, wafungue chapter ya Champions League kuangalia jinsi gani watatoboa katika round inayofuata ya hii ya CAF Champions League. Unless otherwise tunaanza kutafutana mapema hapa. Tena. Yes, sasa matokeo mengine mabaya yote tunaanza kutafutana mapema. Kabisa, kweli. Yale matokeo ya ushindi wa goli 1-0, lakini kile kiwango kilichoonyeshwa kila mmoja akaondoka na hadithi yake. Sasa kama mfano matokeo yatakuwa mabaya itakuwa mtihani kweli. Okay, Jean Charles Ahoua, takwimu zimeendelea kuwa ni sehemu ya maisha yake. Inawezekana watu wanatamani kuona akifanya matashtiti, lakini assist na goal tafsiri yake kwamba anasilahi kuwa ni mchezaji muhimu katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Uko sahihi kwa sababu kwa msimu uliopita involvement kuhusika na magoli 25, magoli 16 kufunga, kwangu ni one of the best players kabisa, kwa sababu yeye anachocheza ni basic na mpira wa sasa ni basic. Kwa wale ambao of course, na sio kila mchezaji anaweza akawa Pacome Zouzoua. Unasemaje? Sio kila mchezaji anaweza akawa Pacome, hata ukipaka ile rangi kichwani. Very true. Umeona, sio kila mchezaji anaweza akawa Pacome, ila kuna maisha ya kawaida ambayo atakuhakikishia. Sahihi. Basic needs za familia ni zipi? Chakula, malazi, afya. Of course. Jean Charles Ahoua. Unasemaje wewe? Kwamba Jean Charles Ahoua ni kama ni anakuhakikishia basic needs za familia. La kwanza chakula. Pili malazi, unalala wapi? Tatu afya. Anauma mtoto leo anapenda hospitali, anatibiwa, udambuyo upo. Yaani fedha hiyo ipo. Sasa unajua kuna wengine wanaangalia Pacome akija na kuku samaki. Muone ana kula kuku. Yaani at the end of the day unauliza kwamba familia yako iko stable, ina afya, bima afya ipo, wala kula na sehemu nzuri, maisha yanakwenda. Jean Charles Ahoua. Kabisa. Yaani kwa modern football kila mwalimu angetamani kuwa na Jean Charles Ahoua. Sahihi. Kabisa kwenye modern football. Kwa sababu kuna wakati mechi naangalia mbona haonekani? Of course. Mbona hapigi pasi? Lakini leo kwa kubwa sana leo. Lakini kwenye nyakati muhimu ama kwenye maeneo unaona transition ya timu kushambulia. Unajua kwa sababu gani? Phase ya kiwanja kwa timu ambayo inaanza build up ya mashambulizi. Kuna phase 2 mpaka 3. Yeye anahusika na phase 2. Kwanza katika eneo lake leo anacheza nyuma ya Soa, si ndio? Lakini muda mwingi unamuona katika line ya Mzamiru pamoja na Kagoma Yusuf.
yeye ndio jinsi alivyo, kwamba achukue mipira aharakishe kwa Kibu ama iende kwa Eli Mpanzu. Eli akuwa katika kipindi kizuri cha kwanza, vivyo hivyo kwa Kibu, sio? Yes. Lakini kwa unamuona anahusika kwamba nichukue mali nimwangalie Soa iko wapi. Yes. Bahati mbaya sana Soa leo hakuwa na utulivu. Hakuwa na utulivu sababu Alikuwa anataka anataka kupambana. nafikiri bado ana mentality ya kutaka kuonyesha Simba kwamba siaja hapa bahati mbaya. Sahihi. Nahitaji kufanya jambo. Kwa hiyo kuna wakati anafanya necessary movements ambazo pasi zikipigwa katika eneo lake hayupo. Is nowhere to be seen. Hayupo. Sahihi. Mpaka alipofunga goli kidogo ndo alianza Angalau kamaona kidogo na ile pumzi yake ameishusha. Why? Kwa sababu alikuwa anatafuta hilo goli, kwa maana kufungua account, una account pia. Kufungua account ndio wanasema judgment ya mshambuliaji yote yule. Baada hapo akitulia basi unaweza kaona akabadilika pia. Na Jean Charles Ahoua msimu uliopita kwa mfano zinakuja hizi Daniel anastahili kwa mchezaji bora katika ligi kuu msimu uliopita. Wengine wanasema Pacome na wengine wanasema Jean Charles Ahoua. Pacome kwa sababu ile udambu wake, the way anavyodecorate mpira, unapenda kuangalia, unacheka, unafanya nini, unaona mbona mpira rahisi. Na sasa ukakimbilia pale Karume kwenda kuchagua Njumu na wewe uende uwanjani. Kwa sababu mpira ni rahisi, unamwona Pacome. Jean Charles Ahoua yeye amekupa namba. Yeye kafunga magoli, kazi yake kaifanya kwa uhakika, ka assist pia. Kazi yake kufanya kwa uhakika. Numbers zipo pale. Na ukiangalia kwa mfano Ballon d'Or ya mwaka huu walikuwa washindani wawili. Dembele na Lamine Yamal. Kwa nini Lamine Yamal ni decorator. Wewe. Dembele anakupa namba. Lakini Dembele pia ana matatizo. Lakini yes, vitu lakini amfikia Yamal. Of course. Unaona? Fikia sasa matatizo anayo. Kwani Jean Charles Ahoua atasita hana nayo, lakini yale sio uwezo kumfanyisha na Pacome. Ninazungumza hicho. Na tukitaka numbers, najua Dembele ameshinda mwaka huu kwa mafanikio. Unajua hizo namba zinachagiza kitu gani? Kwa mafanikio ameshinda. Of course. Na timu pia. Kwa mfano ingekuwa numbers Barcelona wangemweka nini? Rafinha. Yes. Rafinha ndio mchezaji bora msimu wa Barcelona. Goli 34, Dembele goli 35. Assist 22, Dembele assist 18. Huyu kashinda ligi kuu, huyu kashinda ligi kuu. Kashinda Copa del Rey, kashinda Copa de France. Maybe katika nini, katika UEFA Champions League. Lakini hapo ndio ungetofautisha. Lakini Yamal naona yani kwa kuwa anauzika na tuseme ni brandi, ni mchezaji tu, kwa hiyo umempeleka. Kipenzi cha sisi waandishi wa habari. Umeelewa sema hiki? Watu wengine tunaongezea nyama kwa maana ya kipenzi cha sisi waandishi wa habari. Ile sasa hata katika hii huwezi kuwa kipenzi bila kufanya jambo. Hii hata Disemba, umesikia Disemba hii kushawishi. Hii Disemba mwanzoni mwa Disemba tuzo ya mchezaji hiyo